Basi mtazamaji wangu, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi ni Kasisi Joseph Gachagua wa Full Gospel Churches of Kenya mjini Malindi. Ni siku nyingine njema ambayo ninakukaribisha katika himizo letu la siku ya leo, na ili tupate kubarikiwa pamoja wakati ambapo tunapoendelea katika siku ya leo. Ningeliomba tusome pamoja katika kitabu cha Zaburi sura yake ya 30 na aya yake ya 5 na baadaye aya yake ya 11. Kitabu cha Zaburi sura yake ya 30 aya yake ya 5 na baadaye aya yake ya 11. Kitabu cha Zaburi sura yake ya 30 aya yake ya 5 na baadaye aya yake ya 11. Biblia inasema, maana sababu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Yake ya 11, Biblia inasema, uligeuza matanga yangu kuwa machezo, ulinivua dunia, ukanivika furaha. Wakati ambapo tunapotazama neno la Mungu katika aya yake ya 5, Biblia inanena jinsi ambavyo ghadhabu za Bwana ni za kitambo kidogo. Wakati ambapo tunapoendelea katika maisha, wakati mwingine tunakumbwa na changamoto, mambo mbalimbali ambayo wakati mwingine tunafikiria kwamba ni ya kudumu, lakini Biblia inasema ya kwamba ghadhabu zake ni za kitambo kidogo. Biblia inasema ya kwamba katika radhi yake mna uhai. Wakati ambapo Bwana anapotulilia katika maishani mwetu, uhai unapatikana. Wakati ambapo tunapoendelea katika maisha yetu, basi baraka zake zinaendelea kuwa ni dhahiri. Biblia inasema ya kwamba ndio wakati ambapo kinakuja, wenda kikaja wakati wa usiku. Wakati wa usiku huwa kuna giza, wakati mwingine kuona ni matatizo, na hali ya kung'ang'ana wakati ambapo mtu anapoendelea katika usiku, kwa sababu mwanga ambao unaweza kudhihirika au ule ambao unaweza kuonekana. Lakini Biblia inaonyesha ya kwamba licha ya kwamba giza hii inaweza kuwa, lakini inakuwa kwa kitambo kidogo. Ninakukumbusha siku ya leo ya kwamba kila changamoto na matatizo na kila aina ya giza inayoweza kuonekana katika maisha yako inakuwa kwa kitambo kidogo. Wakati mwingine tumepatwa na changamoto na shida ambazo tumeona kana kwamba ni za kudumu au zitakaa milele katika maisha yetu, lakini nakukumbusha siku ya leo ya kwamba inawezekana ukawa katika hali ya kilio na ukawa katika hali ya kuomboleza katika maisha yako, lakini kilio kile hakitakaa milele, bali Biblia inasema ya kwamba yeye hufanya furaha kuja asubuhi. Wakati asubuhi inapoonekana, miale ya jua piga sehemu zenye giza na kunarejea kuangaza mara tena. Ninakutabiria siku ya leo ya kwamba kila sehemu ya maisha yako iliyojawa na giza, miale ya moto unaotoka kwa Mungu, basi itaangazia sehemu hizo. Hali ambapo kulipokuwa na giza katika maisha yako, mwangaza utarejea. Hali ambapo ulipokuwa unaona ya kwamba hakuna matumaini katika maisha yako, wakati ambapo Bwana atakapokuangazia na miale yake, basi furaha itarejea, maana giza uliloliona hautaliona tena katika maisha yako. Unatembea haujui ya kwamba ni wapi ambapo unapoelekea kwa sababu ya giza ambayo inayokuandama katika maisha yako. Ninakukumbusha ya kwamba inawezekana ya kwamba kilio chako hawa kwa kitambo cha usiku, lakini asubuhi yako inakuja. Ninakutabiria ya kwamba licha ya kwamba giza imekuwa ni nyingi katika maisha yako, lakini Bwana anaenda kuisababisha na kuileta asubuhi katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Maana yeye ndiye ambaye hugeuza matanga na kufanya kuwa machezo. Wakati ambapo kuna huzuni, wakati ambapo unapoomboleza, huoni sababu ya kufurahia. Labda katika maisha yako siku ya leo
huoni sababu yoyote ya kufurahia, sababu ya changamoto, mambo ambayo yanakuandama katika maisha yako, ninakukumbusha ya kwamba katika Bwana yeye huyageuza matanga na kuyafanya kuwa machezo. Ninaomba ya kwamba Bwana asababishe na aina ya matanga iliyo katika maisha yako aibadilishe na kuifanya machezo katika jina la Yesu Kristo. Biblia yasema ya kwamba yeye huwa watu wake dunia na kuwavika furaha. Wakati mwingine tumetembea katika mambo ambayo yaliyofanana na magunia kwa sababu hayapendezi, jinsi ambavyo hayaonekani kuwa mazuri. Biblia yasema ya kwamba yeye ndiye ambaye anayechukua magunia na kutuvika mara tena katika furaha. Ninajua ya kwamba katika maisha yako labda kuna sehemu ambazo nakaa kama umevaa magunia hivyo hasionekani kupendeza. Bwana aweza kukuvisha tena na furaha katika jina la Yesu. Ninaomba ya kwamba atafufua mambo ambayo yamekuletea huzuni katika maisha yako na kukuvisha furaha mara tena katika jina la Yesu Kristo. Basi hilo livaa leo japokuwa ni la huzuni, ninakuhakikishia kwamba litakaa hata milele, litadumu hata milele. Maana tuna Bwana ambaye anayejua kutubadilishia kila aina ya huzuni na kutuvika kwa furaha. Pia la matatizo bado lilovikwa nalo siku ya leo litadumu na wewe hata milele. Inawezekana ya kwamba aliyekuona akasema ya kwamba haupendezi sababu ya vazi la dunia bado lililovika katika maisha yako, sehemu mbalimbali za maisha yako, kazi na shughuli ambazo nazo zifanya. Bwana ataleta utukufu mpya katika maisha yako, maana ana uwezo wa kukuvisha kwa furaha yake mara tena katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo nakumbusha ya kwamba hali unayopitia leo inaweza kukaa kwa kitambo kidogo, lakini furaha huja asubuhi. Hivyo ninakuhakikishia kwamba radi unaendelea kumtumainia Bwana, raha yake itaendelea kuwa ni dhahiri katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Wakati ambapo utakapoendelea kumtazamia yeye, utagundua ya kwamba hali unayopitia kwani kwa kitambo kidogo, lakini Bwana anakuja kuleta utofauti katika jina la Yesu Kristo. Yawezekana machozi yamekuwa mengi, yale ya kuonekana na yale ambayo yasiyo ya kuonekana. Bwana asema nawe kwamba furaha yake i karibu kufika, na hivyo usikate tamaa. Bwana anakuletea furaha ambayo umekuwa ukisubiri katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba Bwana atakusaidia siku ya leo, na itakuwa ni siku ya furaha, itakuwa ni siku isiyo ya matanga wala kuomboleza. Machezo yatajaa katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Niona wengine wakifurahia, umeshangaa wanafurahia nini? Bwana anaenda kukupatia sababu ya kufurahia katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hapo nasema mhubiri, sina sababu ya kufurahia. Naomba Bwana anisaidie katika hali niliyopo, maana ninataka kuiona furaha yako. Basi tunaweza kuomba pamoja hivyo mahali ulipo. Ninaamini ya kwamba Bwana atakusaidia. Siku ya leo itakuwa ni siku ya furaha katika jina la Yesu Kristo. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji ambaye anayekuamini. Furaha imempotelea sababu ya mambo mbalimbali yanayopita katika maisha yake. Ninakuomba leo kwamba utaleta utofauti Bwana na kumfanyia miujiza. Wewe usemaye ya kwamba yawezekana kaja kilio kwa kitambo kidogo cha usiku, Bwana ukabadilisha na kuondoa giza na kuleta miale ya mwanga wako katika maisha ya watu wako. Naomba Bwana ukawaangazie katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ninanena ya kwamba Bwana, maisha ya mtu ambaye anayekutazamia leo, Bwana, yatarejelewa tena na furaha yako katika jina la Yesu. Naomba kila matanga yakabadilishwe kuwa machezo katika jina la Yesu. Kila huzuni ikabadilishwe kuwa furaha katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya kutenda miujiza, uinuliwe na utukuzwe Bwana. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Ninaamini ya kwamba Bwana amekutembelea na kukutendea muujiza katika maisha yako. Inawezekana vile
vile uko hapo, nasema ya kwamba mimi ningelipenda kwa maisha yangu kwa Yesu Kristo, na ili awe Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Ninakaribisha katika Bwana. Ningependa niombe pamoja nawe ombi la toba, na ili umpigie Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako, na utaendelea kufurahia katika maisha yako, maana licha ya kwamba kutakuwa na kilio katika maisha yako, lakini Bwana atakuletea furaha zote katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa mahali ulipo, ningependa urudie ombi hili nyuma yangu katika jina la Yesu. Sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, natambua dhambi na makosa. Naomba kuanzia leo unitakase, unioshe katika damu yako. Nakataa shetani na kazi zake zote. Naomba leo unifanye mwanao. Ninakukubali uingie ndani ya moyo wako. Kwa jina la Yesu ninaamini na kuokoka. Asante Bwana kwa ajili ya mtu ambaye aliyeomba ombi hili akiwa mbali na karibu. Naomba Bwana ya kwamba utambariki na kuendelea kurudisha nguvu katika ndani ya maisha yake. Bwana ataendelea kusimama na kukaa katika neema yako katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba Bwana kwamba atakuwa na sababu ya kufurahia kwa sababu ya kutoa maisha yake kwako. Asante kwa ajili ya kuokoa. Asante kwa sababu utampa uwezo wa kufikiri juu ya jina lako, na kuanzia leo maisha yake ni mapya, yote ya kale yamepita. Utukuzwe na uinuliwe kwa jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Asante. Ninaamini ya kwamba Bwana Yesu amekusamehe, amekupokea. Hivyo mahali popote ulipo, wapo huko hapa mjini Malindi, ninakukaribisha kuabudu pamoja nasi katika ibada zetu za siku ya Jumapili. Ibada yetu ya kwanza ni 1:30 asubuhi na kukamilika 3:30 asubuhi. Ibada yetu ya kwanza ni 1:30 asubuhi na kukamilika 3:30 asubuhi. Ibada yetu ya pili inaanza 4:15 asubuhi na kukamilika 6:30 mchana. Ibada yetu ya pili inaanza 4:15 na kukamilika 6:30 mchana. Hivyo umekaribishwa kuabudu pamoja nasi. Wapo uko mbali na hao uko karibu na mjini Malindi, naomba utafute kanisa halo lililo karibu nawe linalofundisha mafundisho ya neno la Mungu. Je, pale na ili upate kulishwa kuwa katika maisha yako ya kirohoni katika jina la Yesu. Wakati mwingine ukipata nafasi ya kutembelea mjini Malindi, basi tumekukaribisha kuabudu pamoja nasi. Sina shaka ya kwamba Bwana amenena pamoja nawe siku ya leo. Hivyo ninakutakia siku njema yenye baraka, nikikutabiria kwamba hiyo chako Bwana atakibadilisha kuwa ni furaha. Tanga ulionayo katika maisha yako Bwana hatayabadilisha kuwa macheko. Na kurejelea tena, mimi ni Kasisi Joseph Lesangu wa Full Gospel Church of Kenya mjini Malindi. Hadi siku nyingine Bwana atakaporejea, ninakutakia